Ja, sisi kama wananchi kwenye FA Cup ya hatua kuingia hatua 16 hii kwa hatua 32 bora. Kwa mchezo huu tumeshaumaliza kama mabingwa ambao ni watetezi katika kombe hili. Kwa tumeshaingia kwenye hatua 16. Na katika hatua 16 kuna mtu namfuata, kuna mtu namtafuta kwa udi na uvumba ambao ni mtoto wa Mode. Kwenye ligi kuu unajua kwenye mechi ambayo tutakuwa tumalizane mnamo tarehe 8 Kasanda. Kwa hiyo hapa nimemfuata huko alikokwenda. Naona jana kashinda dhidi ya TMA. Mwisho siku anakuja kutupigia kelele. Mpaka anamuuliza mtoto wa Mode, tarehe 8 ulisanda. Mwisho siku unakwenda kufufuka kwenye timu ambayo tunaona kwenye championship haipo, kwa inashiriki michuano ya serikali za mitaa. Lakini mtoto wa Mudi huyu nikimwangalia vizuri, mimi naona anazidi kunikimbia. Na tuambie watoto wa Mudi kwamba kukimbia sio dawa, dawa kuja kumalizana. Mimi najua mtoto wa Mudi kwenye ligi kuu hatuwezi kukutana naye tena, bali pa kwenda kukutana na mtoto wa Mudi ni kwenye FA Cup. Kwenye hatua 16 nimeona tayari kashaka pangiwa na kitimu kutoka Korogwe kule. Ila mimi najua mtoto wa Mudi mimi namhitaji kwanza robo finali, nusu finali au ikiwezekana finali kabisa. Kama unavyoona Coast Union, maana Coast Union na mtoto wa Mudi wana vijezi sawa, yani rangi. Mtoto wa Mudi ana nguo nyekundu, Coast Union ana nyekundu. Mtoto wa Mudi ana nyeupe, Coast Union ana nyeupe. Kwa hiyo hata leo nilisema nakwenda kucheza na toto la Mudi kutokana na nguo nyekundu. Na ningeviona vile vigogo nyekundu, ningemkumbuka mtoto wa Mudi tarehe 8. Lakini Coast Union nikajiongeza, kaona wale wananchi wanamtafuta mai wao mwenye nguo nyekundu. Mwisho siku Coast Union kasanuka kavaa nguo nyeusi. Nilikuwa namhitaji kuliko mtu aliyovaa nguo nyekundu. Kwa tuambie ligi kuu Tanzania bara inazidi kutimua vumbi. Kule tayari mimi tayari kwa taarifa nilizozipata bodi ya ligi inaifanyia kazi, wanakwenda kutugea pointi 3 na magoli 5. Sheria ziko wazi. Au uongo ndugu zangu ni waandishi wa habari. Sheria iliyotungwa wenye TFF. Sheria ya mwaka 1958 bara 38 kifungo nywi inasema kwamba kama mwenyeji utafika uwanjani, mgeni wako asipofika, una haki ya kupewa pointi 3 na magoli 5. Tumeona Al jana Kasanda, sio juzi Kasanda kule. Mwisho siku kafu wamechukua pointi 3, wamemgia ile timu ambayo ilicheza na Al. Sasa kwa nini Tanzania bara wanazidi kupita kwenye viwambaza na kati mlango upo? Wenige pointi sisi mechi ile imeshaisha ndugu zanguni. Lakini wao wanasema nyinyi ndio mleta vipengele mkawanyima kufanya mazoezi. Ndugu zanguni, mtoto wa Mudi kona na ugeni na ule uwanja. Tena mimi ndio ule uwanja nitakuwa niende kufanya mazoezi. Kutokana na nini? Mimi mechi ya mwisho kucheza Benjamin Mkapa ilikuwa dhidi ya MC Alger. Nyinyi mashahidi. Lakini mtoto wa Mudi juzi tumetoka kucheza na shoga yake Azam Pole. Uongo ndugu zangu ni. Hasa na ugeni gani ule uwanja? Kwa mtoto wa Mudi yeye akubali kwamba kwao wagonjwa walikuwa wengi. Na mtoto wa Mudi sio nimemkataza. Mimi alikuja na gari 2. Mtoto wa Mudi alikuja na BM. Alikuja na ile gari yao ile ya klabu. Sisi tulivyoona magari mawili tukamwambia hii BM ibaki nje. Kwa hiyo kwenye BM kiuangalia kiundani kulikuwa kuna mbuzi na wazee na vizee kama wote walikuwa kufanya nini mbuzi jamani? Kwani kipengele gani ambacho kinazuia kuingiza magari mawili uwanjani? Kipengele cha mwaka 64 kinasema kama unakuja kufanya mazoezi njoo gari ya klabu na gari labda ya mwenyekiti wako ndogo. BM wameitoa haitambuliki hata na TFF ile BM wameitoa kwenye vimbinyiko vingunguti kule. Haya tuachane na BM. Tuwaulize ndani ya gari wazee nao walikuwa wanakuja kufanya mazoezi. Tuachane na wazee hao mbuzi. Kuna malisho pale taifa pale. Kwa mtoto wa Mudi ile mechi Kasanda. Wazungu wanakuambia no street not surrender, mtoto wa Mudi kakimbia. Kwa tuambie watoto wa Mudi kukimbia sio dawa. Dawa kuja kumalizana na sisi. Labda nikukumbusha kwenye ngao ya jamii. Kwenye ngao ya jamii si miss kufanya mazoezi. Kama mnakumbukumbu hii mechi. Tena yeye alikuwa bingwa mtetezi. Sio sijui. Ngao ya jamii miss kufanya mazoezi. Lakini tuliingia Benjamin Mkapa na mtoto wa Mudi kafa katema ngao ya jamii pale. Hayo yeye ugeni wake ni nini? Anashindwa kukubali kwamba amemkimbia Rajiga, katukimbia na sisi. Kwanza kwa taarifa ambao hata bodi ya ligi juzi wameitoa. Wanasema kwanza kwenda tarehe 7 mtoto wa Mudi kwenda kufanya mazoezi. Bodi ya ligi ilikuwa ina taarifa, meneja uwanja alikuwa na taarifa. Mimi nikiwa mwenyeji wa mchezo ule nilikuwa sina taarifa kama mtoto wa Mudi, yani kaja kwa kuvubuka tu likotokea boom. Jamani, kwenda uwanjani kwenda kufanya mazoezi kuna sheria zake na kanuni zake, toa taarifa sehemu husika. Yes, mtoto wa Mudi mbona ameshindwa kumfungulia mageti? Mimi nilipokwenda juzi kwenye ile mechi husika, mageti alifungwa, nifungulia sikuja kufunguliwa. Pamoja na bodi ya ligi kutoa barua kwamba mechi imeahirishwa, lakini Yanga aliingia ndani na akafanya warm up, akavaa jezi za kuchezea.
mgeni wangu akuja. Kwa hiyo sasa mimi baya langu liko wapi jamani? Kwa hiyo mimi niwaambie bodi ya ligi kwenye tarehe atakayotaja mechi nyingine hatuendi, watugee pointi 3 na magoli 5. Ya Yanga imeenda Bunju kuwafuata Simba kwenye Mo Complex Arena. Simba wakasema kwamba klabu ya Yanga ni watu wa comedy. Kwanza ukitaka kujua sisi tulikuwa tunamtamani mtoto wa Mode na tulikuwa tunamtamani kwa kweli, alafu tunajiamini. Angalia tarehe 8 mechi imeahirishwa, lakini tarehe 9 vidume sisi tumebandika bango kwamba tunamfuata mai wetu. Mwisho tuku tumetoka kule Heavy Town kule, tumemfuata mpaka Bunju makao makuu kule anakofanyia mazoezi. Tukamwambia walisi tufungulieni mageti, tumalizane humu kwenu. Tena ikiwezekani mleteni hata bosi wenu Mudi awe refari. Mwisho siku mabouncer wa watoto wa Mudi walishindwa kufungua mlango. Kwa hiyo ukitaka kujua kidume kinachojiamini, angalau nimemfuata mpaka nyumbani kwake, bado mtu ananiogopa. Kwa hiyo tuambie watoto wa Mudi comedy kulikuwa kuna kina Mzize mle, rafiki yangu kina Dube, akina Pakome alikuwemo, akina Mzize, akina Ziziki walikuwemo, Likangalombo walikuwemo mle. Comedy itoke wapi? Sasa kama ilikuwa ni comedy, wangefungua mlango afa angeona ni comedy ama sio comedy kaka. Nitaka nikipute saa 4 saa 2 asubuhi ile mtoto wa Mudi nimeonyesha kazi. Tena uwanja wake, referee mwenyewe, mabouncer wake, timu yake ningemdunda mle Bunju. Mtoto ukakimbia mimi. Kwa hiyo jamani, mnataka mtoto wa Mudi nimfanyaje? Wanasema mtake msitake kaka, daima angalia jezi ya Yanga inasema daima mbele nyuma mwiko. Niwaambie bodi ya ligi, mtoto wa Mudi kachungulia ile mechi kaona ngumu, wazungu wanaita is hard way, njia ngumu kwake. Tuambie bodi ya ligi, kama mimi mwenyewe ninavyosemaga, italeje vipanga hiyo sasogwi imuunu ndao. Kwa hiyo tuambie bodi ya ligi kwenye tarehe taja utakao taja kwenda kucheza mchezo hatuendi. Twende kufanya nini? Mechi imeisha. Ndio maana nimekwambia kwenye ligi kuu tushamaliza. Sisi mpaka sasa tunamzidi mtoto Mudi pointi 7. Yaani pointi 3 tu wanatupa, wataka stake bodi ya ligi pointi watatupa kama vile tunataka kuburuzana kasi kule kaka. Awali juzi naambia Katweta kule kapoa pointi 3. Kwa nini kila siku? Unajua ndugu zangu waandishi habari, wahenga nakwambia mtoto mleavyo ndivyo akuwavyo. Mtoto wa Mudi mechi ngapi anasanda? Mechi ya 5. Haoni aibu watoto wa Mudi jamani? Mtoto wa Mudi ana timu mbovu. Kacheza lini mtoto wa Mudi? Kacheza lini? Mpaka tunakwenda kwenye ile mchezo. Mtoto wa Mudi alikuwa anamzidi pointi 4. Bado hapa TFF amenigia pointi 3. Ukizungumlisha 3 na 4 ngapi? 7. Mtoto wa Mudi anamzidi pointi 7 Bunju. Tumepewa. Yaani hapa bado kutoa tamko sasa hivi katikati hapa hamna ligi mpaka mwezi wa 4. Sasa subiri siku 2 hizi. Unajua sisi wanataka kutufanya kama watoto wadogo kila siku au kifaranga cha kuku chuchu utanyonya kesho. Safari tunasema hatuendi uwanjani. Nimekwambia bodi ya ligi tuambie wakitaka kucheza watakwenda bodi ya ligi na watoto wa Mudi wakacheze Benjamin Mkapa, lakini akina Ziziki watakuwa Heavy Town. Sisi tunaangalia sasa hivi tunahesabu bado michezo 9 tukate msimu. Nani aende uwanjani kaka? Akitaka sisi tulienda tukacheza peke yetu pale. Waambie na watoto wa Mudi na wenyewe wakipangwa hiyo tarehe wataenda kucheza wenyewe. Nani aende kaka? Kama shabiki wa mpira na mdau wa soka, mechi ya leo na matokeo ya leo yanakupa taswira gani kwenye mashindano haya? Inanipa taswira kwamba makombe yote mawili ninayo mimi ya kwangu. Mimi ndo bingwa mtetezi. Kwenye ligi kuu kombe langu, kwenye FA kombe langu. Kwa taswira inaonekana hapa, namfuata mai wangu kwa nguvu na nalifuata kombe la Golden Nifu kwa nguvu. Kwa kombe la ligi kuu langu, kombe la FA langu, sina mpinzani. Tena kwenye finali huku kwenye FA niletee mtoto wa Mudi. Tena hata kama sio finali niletee hata robo. Kama sio robo